Ongezeko la visa vya ugonjwa wa vidonda vya tumbo umerekodiwa. Ugonjwa huu ukiathiri mamilioni ya watu duniani, wakiwemo Wakenya wengi, na usababishwa kwa kiasi kikubwa na maambukizi ya bakteria pamoja na matumizi ya muda mrefu ya dawa za kupunguza maumivu bila ushauri wa daktari. Ugonjwa ya ulcers, kwa Kiswahili mzuri tunaita nini? Ugonjwa wa vidonda za tumbo Because ulcers zinaweza kuwa, definition ya ulcers ni kidonda yoyote, lakini tukiongelelea hasa vidonda za tumbo ni ulcers zenye zinaingia, zinapatikana ndani ya utumbo wa mtu Utumbo ni ile organ huwa inabeba chakula, ukikula mahali chakula inaenda So hii ugonjwa ni ugonjwa sana kama vyenye inaitwa kidonda ni kidonda huwa inaform, na sana sana huwa inatokana sana na acid kukua juu. Acid ikikuwa juu pale kwa tumbo, acid huwa inaproduciwa kwa kawaida na inasaidia sana kwa kusiaga chakula na sana sana kuzuia ama kuua viini zenye zinaweza leta magonjwa fulani kwa chakula, zile tunaita germs So wakati imekuwa mingi sana, huwa inaenda inachokoza hadi ile ngozi ya utumbo ya ndani na inaleta kidonda Si unajua acid huwa inachoma. Ikichoma kunakuwa na kidonda. Kidonda ikishakuwa pale inaanza kuleta madhara. Sasa hiyo ndio tunaita vidonda za tumbo. Sababu kuu za ugonjwa huu ni kama bakteria H. pylori, matumizi ya dawa ya kuondoa uchungu, unywaji wa pombe kupita kiasi na baadhi ya vyakula fulani. Chanzo chake hasa kuna vitu zenye zinapelekea mtu kukua anapata hii asidi ikienda juu Sana sana ni mention sana vitu za kawaida, vitu 4 Kitu ya kwanza nayo hii ni direct cause ama inaileta. Kuna bakteria. Bakteria kwa Kiswahili ni bakteria, yes. Wacha tuite tu bakteria. Kuna bakteria huwa tunaita H. pylori H. pylori ni bakteria yenye inafanya asidi ikuwe mingi zaidi kuliko vyenye iko. Hii bakteria iko kwa almost kila mtu kwa kila mtu kwa hii dunia Lakini kuna watu iko kwa kiwango yenye inaleta shida, na pia inakuwa activated kukua inaleta shida Kwa watu wengine iko imenyamaza pale, haileti madhara yoyote, lakini ile wakati imekuwa active inaanza kuleta mashida ya kufanya asidi kukua ikue juu na inachoma utumbo na ndani, inaleta vidonda vya tumbo. Kitu ingine huwa kuna dawa sana sana hatufai kukua tunanunua pale kwa duka direct, hata kama ni duka ya dawa na nini lazima uende kwa mtu amequalify, huwa inanunuliwa na prescription Sana sana klasi ya dawa tunaitanga NSAID, na hizi ni dawa zile zinaondoa uchungu sana sana na si uchungu wowote unaofaa kutumiwa hizo dawa Hizo dawa huwa zinafanya asidi kukua nyingi, especially dawa kama Brufen, Diclofenac. Dawa za kawaida kama aspirin, hizo zote zimejaza asidi Zikienda pale kwa tumbo huwa zinafanya kidonda ikue, na kidonda inafanya asidi iongezeke na inakosa kidonda Kwa hivyo hizo ni vitu mbili ziko na direct impact. Sasa kuna zingine zinaweka mtu kwa ile hali ya ati unaweza kuja kupata vidonda za tumbo. Kitu kama gani? Watu wanaotumia sana pombe, sana sana pombe iko na asidi kwa kiasi fulani Ile ikienda kwa tumbo inaongezea ile, na hiyo ikiongezea asidi, process ni ile ama hiyo nini inakuja kuleta vidonda za tumbo Vyenye tunakula, kuna chakula fulani fulani huwa zinafanya asidi iongezeke tena kwa tumbo Hasa chakula za kila siku tunakula hapa, umewaisikia vitu kama sukuma wiki, maharagwe ama githeri Unasikia chakula ziko na mafuta mingi, chakula sana sana ya kuroastiwa inafanya asidi iongezeke pale. Hizo vitu zote zinaweza fanya asidi kuongezeka pale na unajipata unaweza kupea vidonda za tumbo. Daktari Daniel wa kituo cha afya cha Alt Ismail alieleza baadhi ya dalili za ugonjwa huo ambazo ni maumivu ya tumbo, kiungulia na kuhisi kutapika. Dalili za hii ugonjwa ni ile common sana ama ile tunaweza sema kwa kawaida ni kuumwa na tumbo na ni tumbo inauma kwa kiasi fulani juu ya kitovu Juu ya kitovu ni area tunaita kwa kizungu epigastric region
sana sana kidoda ile common sana ya tumbo. Kuna sites 3 za tumbo zenye hii kidoda inakuja, but ile common sana inakuja hapa tu juu ya kitovu hapo juu. Na sasa inakujanga na uchungu wenye ni persistent, yenye inakaakaa hata usipofanya kitu na inakuwa ni intense wakati ingine. Ni uchungu inaenda ikiongezeka kwa kiasi fulani sababu hii acid ikiproduciwa inaendelea. Kitu ingine, kuna mtu ana feel kama ama anajihisi kama amefura tumbo tumbo imefura sana sababu imejaa ile tunaita gas, ama imejaa ile hewa imenyamaza pale sababu acid imechemka sana, huwa ina produce hiyo hewa Hii gas, hiyo acid inaitwa hydrochloric acid na ikiwa kwa kiasi fulani inaenda ikiongezeka, huwa ina turn gas, inaanza kuharibu ile atmosphere Hiyo gas unapata mtu either itatoka through ile kubelch una mtu anatoa hewa sana kwa mdomo, na mwingine ile kunyamba kwa lugha mufti inaitwa nini? Ni kunyamba Tutumie hivyo ndio wasikilizaji ama watazamaji wetu waweze kuelewa ni nini tunaongelelea So unapata mtu ako katika hiyo hali kwa watu wengine wanapata kiungulia kwa kiasi fulani na ni ile persistent, leo kesho usipofanya kitu kupambana na ile acid inaproduciwa ama kukua unatibu ile ugonjwa unapata sana. Hizo ni vitu common sana. Wengine wanatapika, wengine wanasikia kutapika lakini haitoki. Hizo zote ni dalili zenye tunaweza sema huwa zinakuja kwa mtu akiwa na vidonda za tumbo. Daktari Daniel alieleza aina za ugonjwa huu. Aina hizi ni kama nikisema aina sana sana narejelea zile tumesema sites Kunazo zina affect utumbo side ya juu, ingine ndani kabisa kwa utumbo, na zingine nje ya utumbo tu kidogo, mahali zile tunaitanga small intestines. Small intestines unaziita aje kwa Kiswahili? Hiyo utanielezea. Lakini kunazo huwa zina affect. Those are the 3 sites, na sana sana zote ukiangalia the causative tunamulika zile vitu tumeelezea pale. Yes. Ugonjwa huathiri sana baadhi ya watu. Watu hawa ni wale ambao wanaokula vyakula fulani, watu wenye ugonjwa huu kwenye familia, wanaovuta sigara na kunywa pombe. Walio katika hatari ya kushikwa na hii ugonjwa, number 1 kuna watu tumesema sana wako na H pylori iko juu. Kuna watu hawawezi kukula chakula kwa mpangilio fulani ile lifestyle ya kukula, unakula chakula yenye haina asidi mingi sababu ukikula chakula fulani inafanya asidi iongezeke. So hao wote wako katika hiyo risk. Kuna risk zingine especially kwa familia yako, kama mzazi wako ama sibling, kaka ama dada ako na hii ugonjwa. Ni vizuri pia wewe ujiangalie zaidi, usije kuishi maisha yenye itakuweka, sababu uko kwa hatari zaidi kuliko mtu mwenye labda kwa familia hakuna watu wenye wako na hii ugonjwa watu wengine ni wale wanakunywa pombe, wako kwa hatari zaidi kuliko watu wengine wa kawaida. Watu wana smoke cigarettes na nini hizo zote zinaweka mtu katika hatari zaidi ya kukua unashikwa na hii ugonjwa kuliko watu wa kawaida. Kubadilisha mtindo wa maisha, kupunguza unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara, na hata kuelekea katika kituo cha afya ili kujua hali ya mwili wako zimetajwa kuwa baadhi ya kinga za ugonjwa huu. Kinga yake ni kama vyenye tumerejelea, mambo na lifestyle, kujichunga chenye mtu anakula. Kama wewe ni mtu wa kukunywa pombe, either uache kabisa, uachane nayo kabisa, ama upunguze kwa kiasi kikubwa Kama wewe ni mvutaji sigara, ukuwe unapunguza sana. Na sana ni vizuri hata wewe ukiwa mtu wa kawaida, tembelea tu kituo chochote cha afya ama ukuje kwetu, tukue tunaangalia kama uko kwa risk ya kushikwa na either H pylori iko active sana, sababu ukijijua zaidi kujizuia ni mzuri kuliko kukuja kutibu So ukijulikana mapema kuna kitu inaweza endelea, ni vizuri unajikinga na unakuwa uko sawa. Tiba ugonjwa huu ulingana na chanzo cha ugonjwa huo kama anavyoarifu daktari.
Sipendi sana kuongelelea tiba kwenye hizi programs because nikiongelelea unapatanga mtu anafikiria ni mgonjwa hizo anaenda kujitibu wao wenyewe. Lakini kitu nitasema ni ati ila wakati either mtu amepatikana akona hii ugonjwa, huwa tunaangalia kosi yake number 1. Ikijulikana kosi ni nini, kama ni H. pylori, kuna tiba yake, kuna kits na ni daktari ana determine whether utaikunywa kwa muda fulani kutoka wiki 2 all the way kwenda hivyo hadi wiki 6 ya kukua unaondoa ile bakteria inaleta. Kwa wengine kiasi kuna tiba za kureduce acid kwenye mwili ama kupigana nayo kuzuia iache kuproduciwa, na kama kuna complications zozote kunazo tiba zinafika hadi ile kiasi tunasema unaweza enda kwa theater because ni kidoda na inaweza kuwa kubwa zaidi, iende ilete madhara hadi zingine za kupasuka utumbo, na unapata inaenda hadi kwa theater. Zingine zinaleta madhara hadi damu inapungua kwa kiasi fulani kwa mwili, wengine hadi wanafika kiasi cha kuongezwa damu juu ya ugonjwa kama huu. Wengine unapata wamelazwa kwa hospitali juu ya ugonjwa kama huu. So ni ugonjwa inakujanga na different forms ya severity kulingana na ile wakati mgonjwa amekuja kwa hospitali. Kwa ujumla, ugonjwa wa vidonda vya tumbo ni tatizo la kiafya linaloathiri idadi kubwa ya watu, lakini linaweza kuzuilika na kutibika iwapo litagunduliwa mapema. Wagonjwa wamehimizwa kula lishe bora na kuepuka matumizi ya dawa ili kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Zaidi ya yote, ni muhimu kutafuta ushauri wa kitaaluma mara tu dalili zinapoonekana ili kuepusha madhara makubwa yanayoweza kujitokeza. Mtazamaji, ile kitu naweza kuelezea ni ati sana sana vyenye tunaishi ni vizuri sana kujihadhari kulingana na magonjwa zenye zinakuja, zile tunaita lifestyle diseases, zina affect kana ama zina influence fulani kwa maisha yetu na ni vizuri kitu ya kwanza ujue ati unaweza jitabua zaidi ndio uweze kuishi vizuri ukijua sana hauko kwa hatari na ukijua sana wewe unajihadhari, hukunywi pombe, unakula chakula inayofaa, huvuti sigara, na kama uko kuna watu wako na addicted wanaweza hata kuna njia za kufight those addictions, unapunguza ndio usijipate kwa mashida kama zenye. Lakini pia kama imepatikana kuna njia za kutibiwa, na ugonjwa kama yenye tunaongelelea iko na tiba yenye ni kamili. Unatibiwa, unapona kabisa, unarejelea kazi zako na unaweza endelea na maisha yako ya kawaida. But la muhimu ni kujiprotect, usijipate tena pale pale mahali ulianza.